Tumepata kibali tena watu wa Mungu wa channel yetu hii ya Mungu Tumaini. Tumepata kibali tena cha kuendelea kuisoma Biblia takatifu, na sasa tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 8. Sura ya 7 tayari ipo hapo na tumekwisha kuisoma, na sasa tuko kwenye sura hii ya 8. Msikilizaji, nia na madhumuni ni kulipata neno la Mungu na kuisoma Biblia kwa njia ya sauti. Tuisome mpaka pale itakapoisha, lakini pia kupata masomo mbalimbali ya kutiana nguvu huku ndani. Sasa tunapopata fursa hii ambayo anatupatia Mwenyezi Mungu, inabidi tuitumie vizuri. Tumia dakika zako chache kuweza kuisikiliza sura hii ya 8, na naamini unaweza ukapata comment yako, ukapata neno lako unaloweza kutuambia hapo chini, na mambo yatazidi kuwa mazuri. Msikilizaji, unapopata somo hili la kiroho, usiache kusubscribe, lakini pia usiache kushare ili na wengine waweze kupata. Nafahamu sana kwamba si kila mtu anakuwa na, yani najua watu wengi wanakuwa na kale kauvivu fulani ka kufungua Biblia na kuanza kuisoma na kadhalika. Lakini inapokuwa ipo kwa njia ya sauti, ukaisikiliza kwa njia za mitandao hii, katika platform hizi za kidigitali, inakuwa ni rahisi zaidi na ni njia sahihi ya kuendelea kuisoma Biblia. Sasa unaposikia hii, usiache kusubscribe, yani kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini ili uweze kuwa mwanafamilia katika channel yetu hii, lakini pia usiache kushare kwa wenzako ili na wao waweze kupata masomo haya. Basi tuweze kuomba kabla ya kuanza kuisoma sura yetu hii ya 8. Mungu wa mbinguni, asante sana kwa muda na wakati huu. Asante sana Mungu wetu kwa kipindi hiki ambacho umetupatia cha kipekee sana. Mbariki mwanamke anayesikiliza somo hili. Mbariki mwanaume anayesikiliza somo hili. Kijana ambaye yuko chuoni anayesikiliza somo hili. Kijana ambaye yuko katika harakati za hapa na pale anayesikiliza somo hili. Mzee ambaye amekaa nyumbani anasikiliza somo hili. Na yeyote yule kutoka mahali popote alipo, ni driver au mtu yeyote yule katika shughuli yoyote ile, anayetenga muda wake kusikiliza somo hili, Mungu wa mbinguni, naomba usimwache pekee. Simama na yeye kila wakati, na somo hili liweze kumtia nguvu, aweze kubadilika na kubadilisha maisha yake, azidi kuishi maisha ya kiroho zaidi. Ninafahamu sana kwamba watu wengi sana wanalihitaji jina lako, lakini wanaenda mbali. Najua ni sababu ya yule mwovu. Mungu Baba, ukituacha sisi peke yetu hatutaweza. Tunahitaji nguvu kubwa sana kutoka kwako. Basi mimi ninayewaletea somo hili watu wako, lakini na watu wako kwa ujumla wao, naomba uweze kuwatia nguvu, wape Roho wako Mtakatifu ili waweze kusikia na kutenda sawa sawa na jinsi unavyoagiza. Tunaomba hivyo tukiamini utatutendea na zaidi ya kutenda, maana tunaamini katika jina la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, karibu sana katika sura hii ya 8 ya kitabu cha Mwanzo. Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Chemchemi za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni. Mvua kutoka mbinguni ikazuiwa. Maji yakadumu kuondoka katika nchi. Na mwisho wa siku 150 maji yakapunguka. Mwezi wa 7, siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya milima ya Ararati. Maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10, siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya milima vikaonekana. Ikawa baada ya siku 40, Nuhu akalifungua dirisha la safina alilolifanya. Akatoa kunguru, naye akatoka akaenda huko na huko
hata maji yakakauka juu ya nchi. Kisha akatoa njiwa aone kwamba maji yamepunguka usoni pa nchi. Bali yule njiwa hakuona mahali pa kutua kwa wayo wa mguu wake. Akamrudia Nuhu safinani, maana maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote. Naye akanyosha mkono, akamtwaa, akamwingiza mle safinani. Akangoja na siku 7 tena. Kisha akamtoa yule njiwa katika safina mara ya pili. Njiwa akamjia jioni, na tazama, alikuwa na jani bichi la mzeituni kinywani mwake, ambalo amelitunda. Basi Nuhu akajua ya kwamba maji yamepunguka juu ya nchi. Akangoja na siku 7 tena, akamtoa yule njiwa, naye asimrudie tena kamwe. Ikawa mwaka wa 601, mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi, maji yalikauka juu ya nchi. Nuhu akaondoa kifuniko cha safina, naye akaona, na tazama, uso wa nchi umekauka. Na mwezi wa pili, siku ya 27 ya mwezi, nchi ilikuwa kavu. Mungu akamwambia Nuhu akisema, toka katika safina, wewe na mkeo na wanao na wake za wanao pamoja nawe. Utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe, chenye mwili, ndege na mnyama, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi. Wajae katika nchi, wawe na uzazi, wakaongezeke katika nchi. Basi Nuhu akatoka, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye. Kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku, havitakoma. Msikilizaji, hapo ni mwisho kabisa wa sura hii ya 8 ya kitabu cha Mwanzo. Natumaini kwamba umefurahia sana kupata somo hili. Kwa hapa sasa umeisoma sura ya 8 kwa kusikiliza. Mungu aendelee kukutia nguvu, uweze kuamini sana katika kulisoma neno la Mungu. Uzidi kuwa na tamaa ya kujifunza Biblia kila siku inayoenda kwa Mungu. Uzidi kuonyesha ustahimilivu wa kutamani kulijua neno la Mungu. Kwa sababu kama ukitulia ukatafakari sana kuhusu hii dunia, utafahamu kwamba tumaini pekee liko kwa Mungu. Hakuna mahali ambapo palipo na tumaini la kudumu, msikilizaji. Ikiwa umeweka tumaini kwa mpenzi wako kuna siku hautakuwa naye. Iwe ni kwa namna ya kukuacha kwa hiari au kwa lazima. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ipo siku atamchukua na utabaki peke yako. Unaweza ukaweka tumaini kwa watoto, lakini hilo tumaini bado sio la kudumu. Unaweza ukaweka tumaini kwenye mali na mafanikio yako, lakini nataka nikuhakikishie kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba tumaini la mali pia si tumaini la kudumu.
Tumaini la kweli ambalo linasimama nyakati zote. Hili ni nyakati zote, usiku na mchana, milele na milele. Ni tumaini la kuishi katika wokovu, katika kumwamini Mungu wa mbinguni. Na hii ni kwa sababu yeye ni juu ya vyote, na tumaini lake ni la kudumu, kwa sababu atakuwa na wewe wakati mwema na wakati mbaya, na hata dunia itakapokwisha bado atasimama na wewe. Utakapotenda sawasawa na mapenzi yake, utaishi wakati huu na utaishi katika ulimwengu ujao. Hapo ndipo unagundua kwamba tumaini pekee la ukweli lipo upande wa Mungu. Utagundua kwamba tumaini la kweli lipo kwa Mungu, kwa sababu pia yeye hatishwi na yeye chochote. Hawezi kunyang'anywa nguvu na mtu yeyote. Hawezi kufanywa kitu chochote na mtu yeyote wala kitu chochote. Kwa hivyo yeye, ukiwa unamtumainia yeye, akikukubali yeye, unakuwa ni uhakika wa 100%. Na ndio maana ninasema ipo haja kubwa sana ya kuishi sawasawa na Mwenyezi Mungu anavyoagiza, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunalipata tumaini la nyakati zote. Ni tumaini la nyakati zote, wakati huu na wakati ujao, wakati mbaya na wakati mwema. Ni tumaini la kudumu. Ninatamani sana kama ungekata shauri na kuamua sasa kuishi kama vile ambavyo Mungu anavyotaka tuishi. Ninaamini sana utatamani na wewe sana kuishi kwa kujifunza neno la Mungu, lakini pia na kutenda sawasawa na Mwenyezi Mungu anavyotaka. Kiburi cha nini? Kiburi cha nini? Unapata wapi kiburi katika ulimwengu huu ambapo hata kuishi tu ni bahati? Yaani hata kuishi tu ni bahati. Achana na mafanikio mengine yote ya mali na kadhalika. Kuishi tu ni bahati. Ni vyema tukakaa sehemu yenye tumaini la ukweli, na tumaini hilo ni kwa Mungu muumba mbingu na nchi. Baba yetu na Mungu wetu, nakushukuru sana kwa wakati huu. Msikilizaji amesikia, mtie nguvu, mtie uwezo. Tubariki sote. Kila mmoja anahitaji kuponywa na neema yako. Sio mimi, sio msikilizaji. Kila mmoja anahitaji kupata neema kutoka kwako. Usituache peke yako. Tupatie Roho wako awe nasi katika maisha yetu yote kwa ujumla. Tunakuamini wewe na kukutumainia wewe Mungu wetu, sasa na hata milele. Tunaomba uwe nasi katika njia zetu zote, maana tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Basi msikilizaji, tukutane katika sura ya 9 ambapo tutakapoendelea kujifunza neno hili, lakini nakukumbusha kwamba usiache kushare kwa wenzako, na pia usiache kusubscribe ili tuweze kujifunza Biblia hii kwa ujumla wetu tukiwa wengi, siku hadi siku. Basi neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amina.